Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Waziri, katika shule ya sekondari ya Ikuti katika wilaya ya Rungwe ina upungufu katika mabweni ya wanafunzi hasa wa vijana. Ni lini serikali itaongeza nguvu kuweza kusaidia mabweni hayo kujengwa? Mheshimiwa Sofia, swali hapo ilikuwa ni ujenzi wa mabomba. Mheshimiwa Waziri, jibu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kwamba tunahitaji kujenga mabweni katika shule zetu ikiwemo shule ya Ikuti, na tunafahamu serikali imekuwa ikitenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa mabweni hayo. Ni kuhakikishie tu Mheshimiwa Mbunge kwamba shule ya sekondari ya Ikuti pia ipo kwenye mpango wa kujengewa mabweni, na tutahakikisha tunapeleka fedha kwa ajili ya kujenga mabweni na kuboresha huduma za elimu kwa wanafunzi. Mheshimiwa, tunaendelea. Mheshimiwa Njau. Je, lini serikali itajenga uzio katika kituo cha afya cha Uru Kusini, Moshi vijijini? Katika mwaka wa fedha 2021-2022, serikali imepeleka jumla shilingi milioni 750 katika mashauri ya wilaya ya Moshi kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya cha Uru Kusini, ambapo majengo 5 ujenzi umekamilika na kituo hicho kinatoa huduma. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2026-2027, serikali kupitia mapato ya ndani ya mashauri ya Moshi itatenga shilingi milioni 50 kwa ajili ya ujenzi wa uzio wa kituo cha afya cha Uru Kusini. Asante. Mheshimiwa Njau. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na majibu mazuri ya serikali, nitakuwa na maswali mawili madogo ya nyongeza, lakini kabla ya hapo Mheshimiwa Naibu Spika, unipe nafasi niweze kutoa pole kwa wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro, jimbo la Moshi vijijini, kata ya Mbokomu, ambao wamepata maafa ya mvua na nyumba zaidi ya 100 haziwezi kukalika tena, lakini na vifo vya watu 3 na majeruhi wako katika hospitali ya KSMC. Baada ya hayo Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niulize hayo maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika ameongelea kituo cha Uru Kusini, lakini adha hii iko katika kituo cha Uru Kaskazini, Uru Mashariki na Okaoni. Ni lini serikali itakwenda kujenga uzio katika vituo hivi ili kunusuru na mvua hizi zinazonyesha majengo yasiharibike? Lakini swali la pili Mheshimiwa Naibu Spika, katika kituo hicho cha Uru Kusini kuna shida ya watumishi. Watumishi waliopo leo Mheshimiwa Naibu Spika ni 16, lakini wanaohitajika ni watumishi 50. Kwa hiyo kuna shida sana ya watumishi. Ni lini serikali itaongeza watumishi katika kituo hichi ili kupata ufanisi? Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza naomba nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge kwamba serikali inatambua umuhimu wa kuwa na uzio katika vituo vya afya ili kuboresha usalama wa wagonjwa na watumishi, lakini pia mali za serikali katika vituo hivyo. Na ndio maana tuliweka kipaumbele, kwanza tujenge miundombinu ya vituo ikamilike, ianze kutoa huduma. Pili, tuende kujenga uzio. Kwa hiyo nafahamu kwamba tunahitaji uzio katika kituo cha afya cha Uru Mashariki, Kaskazini na hicho kingine ambacho umekitaja. Ni kuhakikishia tu kwamba serikali itaendelea kutenga bajeti kwa awamu kwa ajili ya kujenga uzio katika vituo hivyo, na tutahakikisha tunakamilisha pia ujenzi wa miundombinu mingine. Swala la pili Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu watumishi. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali hii ya awamu ya 6 kwa miaka hii 4 imeajiri watumishi wa sekta ya afya 34,720. Haijawahi kutokea katika historia ya nchi katika miaka 4 kwa ajili ya watumishi wengi kiasi hicho. Na watumishi hawa wanakwenda sambamba na ongezeko la miundombinu, vituo vya afya kwa wingi, zahanati na hospitali za halmashauri. Ni kuhakikishia Mheshimiwa Mbunge kwamba serikali hii itaendelea kutenga budget na vibali kwa ajili ya ajira, na tutatoa kipaumbele kwenye kituo hiki cha afya cha Uru Kusini. Asante. Mheshimiwa